Ndugu yangu munaona? Hapa kabisa banaenda biko na mamizigo yao. Haikuwa sio nini na nini, niko wapi? Ni kwa kwangu, niko njoo hapa kubarulaje kwenyewe. C'est confirmé, unaona? Naam, mambo vipi tena wandugu wapendwa, mnaendeleaje tena nyote kwa sasa, muko salama? Bila shaka kabisa tuna matumaini ya kwamba muko salama salamini, nasi tuko wazima kama kawaida. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Tumekuja tena magharibi hii kuwapa taarifa kama kawaida. Ni habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari za muda huu magharibi hii ya leo samedi le 17 janvier 2026 ni taarifa kuhusu kuondoka kwa waasi wa M23 katika mji wa Uvira. Habari hizi zinathibitishwa na wakaaji mjini Uvira, hata vyanzo vyetu kutupa video wakati waasi wa M23 walikuwa wakiondoka hapo. Upande mwingine tutawapeleka katika eneo ya Katana, ni ndani ya teritware ya Kalehe, kunapo ripotiwa mashambulizi kuanzia saa za saa 11. Vyanzo vyetu kutoka huko vinatuambia kwamba wakaaji wako muvita pale pamoja na waasi wa M23. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa mbalimbali tena tofauti kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mujiunge nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi ni kugusa hapo kwenye titre hapo chini mu description, mutapata linki yetu, mujiunge nasi kupitia linki hiyo. Bila shaka mtakuwa mkizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Bila kukawia, tufungue ukurasa wetu wa habari, ambapo tutaanzia katika mji wa Uvira kwenye waasi wa M23 wanaondoka mjini humo. Ni baada ya siku moja na wametangaza kuondoka kwao mjini Uvira kupitia Corne Nanga. Msemaji wa waasi hawa alitangaza kwamba AFC M23 inaamua kuondoka mjini Uvira na inataka wale wapatanishi pamoja na community internationale ndio ambao wa kontrole mji huo, donc wakamate majukumu yao ya kukontrole mji huo, amani patikane katika mji huo. Vyanzo vyetu kutoka katika mji huo wa Uvira vinatuambia kwamba ilifika saa 12 za jioni ya leo, wanajeshi wa AFC M23 wakaanza ondoka mji huo, wakafunga mizigo yao kabisa, wakaanza kuondoka pole katika mji huo wa Uvira. Fuateni video hizo wakati walikuwa wakiondoka hapo. Ndugu yangu munaona? Hapa kabisa banaenda biko na mamizigo yao. Haikuwa sio nini na nini, niko wapi? Ni kwa kwangu, niko njoo hapa kubarulaje kwenyewe. C'est confirmé, unaona? Munaona bandugu yangu? Uvira leo le 17. Saa ngapi pale mkuu? Ndio saa hii tuko na filme hapa, sisi tuko kwa etage ngambo ya yulu. Maake banaenda kabisa, banatoka ngambo ya poro, biko naenda ngambo ya mlongo. C'est confirmé kabisa. Tutaingia tamu amani basi. M23 ile natoka, mimi niko hapa iluku Sanjuru, njoo ile. Unaona kisi natoka, biko mubarabara mwenyewe. Banatoka kabisa. C'est confirmé. Banatoka. Unaona? Njoo hii M23 ile inatoka kabisa, c'est confirmé. C'est confirmé kabisa. Niko hapa ku Sanjuru. Bako bengi ajabu lwa migulu tena. Niko hapa kubarulaje hapa kubarulaje ngambo ya Runjo kwa niko na filme. Muone bandugu yangu. Banaenda kabisa. Ni batusi kabisa. Unaona? Biko muteni ya vera iko ile ya polisi. Banaenda kabisa, c'est confirmé. Munaona? Munaona bandugu yangu? Munaona? Hapa kabisa banatoka. Banatoka kabisa. Kwa munaona Uvira hapa kwetuko. Leo le 17 leo. Anaenda. Mungu asifiwe kabisa.
Tulishalia krizi ya mingi. Krizi ilikuwa ishaingia mu watu. Banaenda kabisa. Wanatoka na mizigo. Video hizo nadhani kwamba mumezipata. Ni wakati katika mji wa Uvira siku ya leo fuso zote za AFC M23 ambazo zilikuwa hapo zenye zilikuwa zimetoka Bukavu ziliondoka hapo asubuhi ya leo zikibeba gudro na vitu tofauti ambavyo walivipie katika mji wa Uvira. Vitu vyote donc vya gouvernement katika mji wa Uvira vilikuwa pia na AFC M23. Nadhani kwamba habari hizo tuliziwapa ndani ya habari zetu za mchana wa leo. Baada ya vitendo hivyo vyote AFC M23 wanaondoka katika mji wa Uvira. Hawa wanajeshi wa AFC M23 walikuwa wameukalia mji wa Uvira tarehe 10 za mwezi wa 12 mwaka jana. Ilikuwa imepita deja mwezi moja na siku 7 kwa sababu tuko le 17 janvier 2026. Deja mnasikia kwamba ni mwezi moja na siku 7 ambazo zilikuwa zimeisha na wasi hawa wameukamata mji wa Uvira. Ilikuwa kwa mara ya pili ambapo walikuwa wametangaza kujiondoa mjini Uvira. Kwa mara ya kwanza walitangazaka kujiondoa hapo le 25 za mwezi wa 12 mwaka jana. Hawakufanya hivyo, waliendelea kubaki katika mji wa Uvira baada ya siku kama 20 kombie na wametangaza hayo juzi tena wakatangaza kuondoka kwao mjini Uvira, na jioni ya leo kuanzia 18h sasa wako naondoka katika mji wa Uvira. Vyanzo hivyo kutoka mji wa Uvira vinasema kwamba wakati wasi hawa walianza kuondoka katika mji wa Uvira, masasi ilikuwa ikisikika katika maeneo tofauti hapo mjini Uvira, kuanzia maeneo ya Mulongwe, kuanzia koteza Kasenga, Mulongwe na Songo, karibu centre ville yote kabisa. Kulikuwa kukisikika mashambulizi hayo yaliendelea kusikika kwa silaha ndogo na hata saa hizi ambazo tuko naongea kunaendelea kusikika mashambulizi kidogo katika mji huo. Waasi wa AFC M23 wanaendelea kuonekana kuondoka katika mji huo wakielekea ngambo za Kiliba. Donc wanatoka katika mji wa Uvira wakielekea kote ya Kavimvira na kupanda route nationale numero 5 wakielekea katika maeneo ya Kiliba. Kama ukumbusho, Etats-Unis d'Amerique ilikuwa imeagiza AFC M23 kuondoka mjini Uvira warudie Kamanyola. Iko wameambia kwamba wanapaswa kuacha 75 km na mji wa Uvira, na ukihesabu 75 km ukitoka mjini Uvira deja ni huko Kamanyola. Kama wataelekea Kamanyola ama kama watabakia katika maeneo yanayokuwa karibu na mji wa Uvira, tujajua. Zingine habari kuhusu hayo tutazifahamu asubuhi. Tunazo kwa sasa ndio hizo, wanaondoka mjini Uvira. Kama watarudia Kamanyola ama kama watabakia katika eneo karibu na pale hatujue, me pour le moment wanaondoka katika mji huo wa Uvira. Ni wakati wazalendo na jeshi la Kongo walikuwa katika nafasi zinazokuwa karibu na hapo. Kama ukumbusho, mapigano hivi juzi yalikuwa yakiripotiwa katika vilima vya Katongo hata maeneo ya Kabimba karibu yapata kilomita 6 na mji wa Uvira, ni maeneo karibu na hapo. Kama wataingia katika mji wa Uvira tujajua. Donc AFC M23 wanaondoka pale. AFC M23 walikuwa wamesema kwamba mji huo unawacha mikono ya Umoja wa Mataifa, enjoy itafute kabisa komai kontrole mji huo ili amani ipatikane. Kama ukumbusho, pia walikuwa wametangaza katika tangazo yao ya kwanza ya kujiondoa katika mji ya Uvira ya kwamba wanataka kukuwe deployer force ingine ambayo itatoka katika wale wapatanishi wa pande mbili, force ambayo itakontrole mji wa Uvira bila kutumikana na parti yoyote. Donc jeshi hilo ambalo litakuwa deployer katika mji wa Uvira lisitumike na gouvernement ya Congo ama AFC M23. Donc ikuwe zone ambayo wataikontrole wakiwa wao ndio wenyewe watakuwa na kontrole jinsi mambo ya kivita yanaendeka, wanaokiuka makubaliano na vingine vitu ambavyo kabisa walisikilizana.
Wazalendo sasa na jeshi la Kongo nao kaa kuanzia maeneo ya Katongo, kama wataingia katika mji wa Uvira tutajua. Mambo mengine tutayafahamu katika taarifa zetu za asubuhi. Donko ndio tutakuwa tumejua jinsi kumekucha katika mji wa Uvira kwa sasa. Taarifa tunazo ni hizo, AFC M23 wanaondoka katika mji wa Uvira. Taarifa zetu za jioni ya leo donc magharibi hii tuwapeleke katika eneo ya Katana. Katana inapatikana mu territoire ya Kalehe, deja maeneo yapata kilomita kama sita na Kavumu. Hapo Katana centre mashambulizi yalianza kusikika hapo kuanzia nako 18h, kuanzia saa 12 za magharibi ya leo ndio mashambulizi yalianza kusikika ndani ya centre ya Katana. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kwamba ni wanajeshi wa waasi hao wa M23 wanaopigana na wakaaji hapo. Vyanzo hivyo vinasema kwamba wakaaji ndio ambao walishuka katika mitaa hapo Katana centre, wakisema kwamba wanapinga kabisa AFC M23, wanataka waondoke hapo. Ni baada ya visa vya mauaji kurekodiwa hapo mwezi wa 12 wa mwaka jana, ambapo watu walikuwa wakiendelea kukufa hapa na pale. Na vyanzo kutoka huko vinasema kwamba AFC M23 ndio ambayo inahusika na vifo hivyo, ikishutumu population pale kuungana na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo, inakuwa sasa ikiwashambulia. Kutokana na hayo, wakati sasa ndio ambao walishuka mitaani kupinga AFC M23 wakitaka ondoke pale. AFC M23 wakaingilia kati kuwasimamisha hapo. Sasa vurugu zikaanza na mashambulizi ya kaskika pale, AFC M23 wakishambulia ili kufanya wakaji kutawanyika wasimamishe hayo. Vyanzo hivyo vinatuambia kwamba vurugu zinaendelea katika centre ya Katana. Donko kabisa hakuna kinachoendeka hapo, mambo ni matata. Asante, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea magharibi ya leo, na washukuru. Tupatane katika taarifa zifuatazo nikiwapa kabisa habari mbichi kama kawaida. Merci.